na nipo hapa mguu kwa mguu kuzisaka kura kwa wananchi. Kwa hiyo ninawafuata wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo naombeni kura zenu za kutosha ifikapo tarehe 29 mwezi huu, basi mwende mkanichague kwa pamoja, lakini pia twendeni tukaambie ndugu jamaa na marafiki nyumbani ya kwamba tumepata mbunge ambaye ni kijana, mbunge ambaye ni mwananchi mwenzetu, hajawahi kuwa kiongozi. Kwa hiyo sasa hivi tunahitaji kujiongoza wenyewe kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika jimbo letu hili la Kivule. Kwa hiyo mkanitangaze vyema kwa ndugu jamaa na marafiki. Sawa mama. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo baba, naombeni kura zenu jamani. Kura jamani, Sawa kijana huko nipe kura kijana mwenzenu, tukalete mabadiliko katika jimbo letu. Wenu, dada yenu na mama pia. Mbona mimi atawakilisha vyema. Tusubiri tarehe sifiki. Inshallah, tuseme inshallah. Inshallah. Kura kwa diwani pia jamani, anaitwa Nandonde. Nandonde tunamfahamu yule. Lakini pia naomba kura kwa rais ambaye ni Gombo. Ni jirani yetu hapa Mwanagati anakaa. Hivi Gombo yuko kafu anagombea kuja kafu. Kama nilivyosema hapo mwanzo, changamoto zetu tunazijua wenyewe wana Kivule. Ndio pamoja na hiyo ambayo umeisema ndugu mwananchi. Mimi niseme tu ya kwamba nikienda bungeni, kwa sababu mimi ndio nitakuwa nasimamia na kuhakikisha kwamba jimbo letu linapata ufumbuzi wa kutosha na suluhisho la kudumu, ndio pamoja na suluhisho la barabara. Kwa hiyo nitahakikisha naenda kushirikiana vyema na viongozi wangu wa juu ambaye atakuwa waziri wa mambo ya miundombinu, kuhakikisha kwamba wanatuletea maendeleo ya kweli katika jimbo letu, wanatuletea barabara. Kwa hiyo bila kwenda kushirikiana vyema na wale, kupata barabara itakuwa shida. Lakini kushirikiana vyema na TARURA ambao wanahusika na masuala ya TANROADS, lakini kushirikiana vyema na viongozi wa serikali wenzangu kuhakikisha tunaleta maendeleo katika jimbo hili. Na sio kushirikiana vyema tu, bali ni kusimamia imara. Kwa hiyo naombeni mniunge mkono kwa sababu nimethubutu na nimejitoa na niko imara kuleta mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo kwa pamoja tushirikiane tarehe 29 tukawaambie ndugu jamaa na marafiki ya kwamba tumepata mbunge ambaye ni kijana, ambaye ni yuko makini, lakini pia ambaye yuko ngangari na ana nguvu na anatosha kwenda kutuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swali langu liko hivi, ukishapata hiyo nafasi ya ubunge na udiwani, je, utakuwa unatufuata wananchi kama hivi ambavyo unatufuata kuomba kura? Asante sana kwa swali lako zuri ndugu mwananchi. Naomba kulijibu kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, Mwenyezi Mungu akitujalia tukapata ushindi ndani ya jimbo letu, lazima nirudi kwa wananchi kutoa shukrani zangu za dhati. Lakini la pili, jimbo letu hili ni jipya. Sisi tulikuwa ni jimbo la Ukonga, ila tukaja kugawanyishwa majimbo, na ndio maana tukapata jimbo la Kivule na Ukonga wakabaki na jimbo lao. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba jimbo letu bado haina ofisi ya mbunge. Hakuna ofisi ya mbunge kama hivi sasa. Nina imani ya kwamba tutakaposhinda ndani ya jimbo hili, nitakuja kukaa na wananchi na kudiscuss nao, kujadiliana nao ni sehemu gani muhimu au ni sehemu gani nzuri ambayo tutaweza kutengeneza ofisi yetu na ambayo itakuwa ni senta kwa kila mmoja ambaye anahitaji kumuona mbunge, basi aweze kufika kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba nitafika, kwa sababu mimi pia ni mwenzenu, mimi ni mwananchi mwenzenu, sijawahi kuwa kiongozi, na pia nina uchungu na jimbo langu kwa sababu sisi ndio tunayoyaishi machangamoto haya. Tunafahamu kipindi cha mvua tunakuaje, kipindi cha mwangaza tunakuaje. Asante sana. Mheshimiwa Zainab akiwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataweza pia kutusemea sisi watu wenye ulemavu. Sisi watu wenye disabilities tumesahulika sehemu mbalimbali. Niseme tu, hata mkitazama sehemu za ajira, mkitazama sehemu gani, mtu ambaye hana ulemavu yani amekuwa akinyanyapaliwa, wakisema huyu ana ulemavu ataweza kufanya chochote, huyu hivi jamani, tunapata tabu. Hili ninalozungumza jioni ya leo hata Mungu anasikia. Nimesikiliza sera zake, lakini pia nimeona kwamba ni mtu ambaye anafaa kuongoza. Kwa mfano kama sisi upande wa Mwanagati, sawa anatengeneza barabara kubwa hii
vizuri, lakini kuna barabara za mitaa kwa sababu hivi ni viwanja vilivyopimwa. Mimi ninapokea sera za wote wagombea, lakini naangalia nani anaweza kuwa tofauti na wengine kwa ahadi zao.